Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana Manyaunyau ameamua kujitokeza na kuzungumza kwa urefu zaidi kuhusiana na tukio ambalo tulilishuhudia siku ya jana katika msiba wa Karina. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba katika msiba wa Karina bwana, mambo mengi sana yalitokea kipindi, hususan pale ambapo mwili wa marehemu ulipokuwa umefuatwa pale airport kwa ajili ya kurudishwa nyumbani kwao kule Magomeni ili waweze kuendelea na taratibu nyingine za mazishi, ambapo inasemekana kwamba kuna ugomvi ulitokea kama tulivyoona katika video ambazo zimesambaa mitandaoni, ambapo Manyaunyau na mganga mwenzia anayefahamika kwa jina la Taz walizichapa. Manyaunyau alipigwa ngumi nyingi tu, na hata baadaye wakati anafanyiwa mahojiano na waandishi wa habari, Manyaunyau tena akatandikwa tena. Umeona bwana, alipigwa kofi pale pale mbele ya waandishi wa habari, jambo ambalo lilikuwa linaonekana kwamba mambo kweli yalikuwa ni ya tofauti sana. Watu wengi sana waliona kabisa kwamba hii ni kama vile sintofahamu kwa sababu mambo yalikuwa ni mazito. Umeona bwana, sasa at the end of the day, baada ya hayo yote kutokea bwana, jambo ambalo tumekuja kulishuhudia hivi karibuni ni kwamba huyu Manyaunyau bwana ameamua kulizungumzia hilo swala. Ameelezea chanzo, ameelezea sababu, na pia vile vile ameelezea hatua ambazo ataamua kuzichukua kuhusiana na hicho ambacho kimemkuta, yani yeye kupigwa na mganga mwenzie ambaye anafahamika kwa jina la Taz Genius. Bwana, na kwa mujibu wa Taz Genius tumeshazungumza na kuna video kadhaa tumeshazifanya katika video zilizopita. Tumeelezea upande wa Taz. Sasa this time around ni kwamba Manyaunyau naye pia ameruka mitandaoni ili azungumzie upande wake yeye, jinsi mambo yalivyo. Na moja kwa moja hapa bila kupotezea muda, nataka umsikilize mwenyewe Manyaunyau akizungumzia hiyo situation ambayo ilitokea airport kipindi mwili wa Karina umeenda kupokelewa na ndugu jamaa na marafiki, na wenyewe nao pia walikuwepo. So msikilize hapa Manyaunyau kwa urefu zaidi. Bwana, habari zenu ndugu zangu, poleni sana kwa kazi ambayo mmeipata na kuweza kutokea katika swala la msiba, lakini mimi nimejitahidi sana kuikwepa ile kazi lakini kwa sababu mwenzangu alijipanga kwa ajili ya kufanya fujo kwenye msiba wa watu. Kwanza na watakarazi wale wenye msiba wao, kwa kweli ilikuwa sio lengo ilikuwa tufike kwa ajili ya kumstiri dada yetu na kuweza kufanya taratibu zingine. Ndugu zangu, watu nimeona mna comment sana. Wengine mnasema kapigwa sawa sijui kitu gani, kila mtu anaongea lake. Mimi labda nibaki kwenye pointi ndugu zangu. Uwezo wa kupigana ninao, uwezo wa kutukana ninao, hata kama sina nguvu, lakini uwezo wa kujikukurusha ninao. Sio, mnanielewa ndugu zangu? Wanakuambia siku zote mjinga mpe cheo. Unajua mtu yoyote mjinga wewe mpe cheo, utaona anavyokitumia. Unajua mimi ni brand yangu ni kubwa, umri wangu ni mkubwa. Sometimes watoto wadogo sasa hivi wanahitaji kupata umaarufu kwa kupitia majina yetu. Ule ni msiba, mimi sikwenda kwa ajili ya kupigana ngumi. Kama mtu mwenye busara, daktari, na unasema ule maarufu kwa kupitia majina yetu. Ule ni msiba, mimi sikwenda kwa ajili ya kupigana ngumi. Unajua mtu yoyote mjinga wewe mpe cheo, utaona anavyokitumia. Unajua mimi ni brand yangu ni kubwa, umri wangu ni mkubwa. Sometimes watoto wadogo sasa hivi wanahitaji kupata umaarufu kwa kupitia majina yetu. Ule ni msiba, mimi sikwenda kwa ajili ya kupigana ngumi. Kama mtu mwenye busara, daktari, na unasema ule msiba unakuhusu na umeweza kumsaidia yule, kwa kweli usingeweza kufanya fujo kwenye msiba kama ule. Ndugu wanakuheshimu, wamekupa kazi, umesema umemtibu, na bado mpaka sasa hivi unasema unaendelea kumtibu. Lakini leo hii badala ya kumstiri dada yako ambaye umeishi naye vizuri, leo hii unaenda kumdhalilisha, unakwenda kumfanyia fujo, unakwenda kutukana matusi public. Kwa kweli mimi sikupenda kuungana na kitu kama kile, sikupenda kuungana na mjinga, na ndio maana mimi nimepigwa, nimekaa zangu kimya. Sio kama uwezo sina, lakini nimetunza heshima ya watu ambao wananitizama. Mimi natizamwa sana, na ndio maana hata ukiangalia hizo peji zote jina linalotumika ni la Manyaunyau, huwezi kusikia jina lingine. Kwa hiyo kwa wale watakayeniona mjinga, nashukuru sana, nioneni mjinga, nimepigwa, nashukuru. Yote mimi
lakini nimetunza heshima yangu na nimetunza heshima ya marehemu. Na kama umeona katika posti zangu zote, sijatukana neno la aina yoyote. Sio kwamba mimi sio mtukanaji. Mimi natukana na mdomo ninao, lakini naheshimu sana marehemu wa watu, dada wa watu, akapumzike vizuri. Sisi kikwetu kitu kama kile pale kilichofanyika tunaitaga uchuro. Ule ni uchuro. Mtu mzima kama yule unakwenda unafanya vitu si public, alafu unajiita daktari, alafu unahudumia watu. Na ndio maana niliwaambia, jamani, damu za mtu huwa haziendi bure. Damu ya mtu huwa haiendi bure. Sasa hivi damu watu zishaanza kuwazuru tayari watu na ndio maana niliwaambia, jamani, mambo ya hadharani sasa hivi anaanza kulopoka, nitakupiga risasi. Watu tukisema, jamani, hawa watu ni wauaji, mnatuona sisi tunachonganisha. Hawa watu ni wauaji, mnatuona sisi tunachonganisha. Sasa leo mmezililisha wenyewe. Sasa kama mtu ameweza kufanya vitu kama vile kwenye msiba, hata haya hana. Jamani, sasa kwa sababu sheria zipo, taratibu zipo, basi mtu anakuja anakuambia, umepiga picha nimepiga peke yangu. Watu wote wako pale wana simu zao, wanachukua kumbukumbu. Umekuwa wewe ndio mwenye msiba. Kama ulikuwa hutaki kupigwa picha au kupiga picha kwenye msiba, umefuata nini? Na unajua pale kuna kamera, na wewe ndio ulikuwa mstari wa mbele kwenda kuita makamera kuchukue, unataka kupigwa picha au picha yangu mimi na Mazala. Ndugu zangu, tusitafutiane sababu. Tusitafutiane sababu. Mlitaka wengine wanakuambia, "Oya, ungepigana na yule mama pale, naona yule mama alikuwa anakuja kishari." Mimi nimejifunza hivyo vitu. Nalinda brand yangu, bro. Wewe unataka niwe na makesi nishindwe kusafiri kwenda kufanya maisha yangu? Mimi najielewa. Nchi nilizokaa huko ndio nimejifunza. Kule mtu akikupiga kama ukiwa zako Marekani au wapi, wewe tulia tu. Wewe subiria hela. Wewe mwache apige. Akimaliza wewe subiria hela. Bas. Wala usihangaike naye. Wewe fuata sheria ipo. Bahati mbaya mzuri watu wanataka sio kutoa bastola zao watupige. Sasa kama mtu anatembea hivyo, mnashindaje kuamini kama mtu aliua? Jamani, hivi vitu tuviangalieni kwa umakini sana. Tuwe na busara. Watu wanaharibu sana uganga wetu. Watu wanataka kupanda kutafuta contact kwa jina langu. Watu wanataka umaarufu. Ndio maana umeona makamera yamenizunguka mimi, unakuja pale kunifuata. Kisa wewe unatembea na mabouncer, kisa wewe unatembea si na bunduki, kisa wewe. Mimi sina bunduki wala sina bouncer. Mimi kipo ambacho nakiaminia. Mimi vita vyangu ni vya chini kwa chini. Sina vita vya public. Kwa hiyo ndugu zangu, huu ugomvi msiuingilie. Acha tuendelee kufundisha dawa, maisha yaendelee. Nite Dr. Manyaunyau, Marekani kama kawaida. Mimi ndio kingi wa makingi, wala sina tabu na mtu yoyote. Master. Naam, so hicho ndicho alichokizungumza Dr. Manyaunyau. Naam, na ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia weka maoni yako bwana hapo chini katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.